أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة يقول رحمه الله إن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلف على خلافه يستلزم أحد أمرين إما أن يكون خطأ في نفسه أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من قول السلف أو كما قال رحمه الله تعالى. ndugu zangu waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad alayhi afdalus salati wa atammu taslim, nimetanguliza khutba yangu kwa kuisoma aya ya 58 katika sura Yunus pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Sema ewe Muhammad, kwa sababu ya fadhila za Allah na kwa sababu ya rehema zake, kwa hayo wafurahi, falyafrahu, basi na wafurahi, huwa khayrun mimma yajma'un. Kufanya hivyo, hilo la kufurahi ni bora zaidi kuliko yale wanaoyakusanya. Nimeitanguliza aya hii kwa sababu baadhi ya waislamu wanaitumia aya hii kama ndio ushahidi na kama ndio hujja juu ya kuhalalisha mambo ya bid'a wanaoyafanya hasa katika mwezi huu. Wanaitumia aya hii kama ndio hujja yao na kama ndio dalili yao na ushahidi wao wa kisheria unaowaruhusu kuyafanya wanaoyafanya, na kuwaona wengine wasiofanya kama wafanyavyo wao kuwa wamepotoka na hawako katika usawa, bali ni makafiri kwa kuwa hawampendi mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu min al-muqarrar fi usul ash-shari'a anna man yubghidhu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fahuwa kafir, jambo ambalo limethibiti katika sheria na katika misingi ya sheria kwamba yoyote anayemchukia mtume sallallahu alaihi wasallam basi huyo ni kafir. Kwa hiyo utakaposema kwamba fulani hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam na anamchukia mtume sallallahu alaihi wasallam, ushamhukumu juu ya ukafiri wake. Kwa hili ni jambo la hatari, na bila shaka ahlul ahwa'i wal bid'ah, siku zote watu wa bid'ah
wao hawachungi mipaka katika takfir, wao wanafuata hawa zao katika kuwakufurisha watu wengine. Lakini wao ndio hulalamika kwanza kwamba wao wanakufurishwa, wao wanaitwa mushrikun, wao wanaitwa kadha wa kadha. Hulalamika wao katika hili, sisi tuitwa makafiri, sisi tuitwa washirikina, na hali ya kuwa hawajaitwa hivyo. Ahlus Sunnah wal Jamaa wanapotamka maneno huyatamka maneno kwa vigezo, wayahukumu matendo kabla ya kumhukumu mtendaji. Na watu wenye kutenda mambo ambayo yanakhalifu sheria bila shaka katika Uislamu wana ahkamu zao na taratibu zao ambazo zimewekwa, na hizo zikifuatwa ndio zitapelekea kuhukumiwa mtu kuingizwa katika kufuru au la. Lakini wao hawajali, wanahukumu mambo kwa ujumla na wanahukumu watu kwa ujumla kwa dhulma na kwa uadui, kisha wanalalamika wao. Sasa leo insha Allah katika khutba yetu tutaitazama aya hii bil khusus. Je, ni kweli maana aya hii maana yake ni kwamba watu wafanye haya wanaoyafanya watu inapofika mfungu sita, kwa maana kwamba watu watoke barabarani na ngoma huku wakiimba na wakicheza, au wakae katika viwanja na pawekwe majukwaa na vinara maalum, papigwe ngoma na watu wacheze, waimbe, wafanye mambo mbalimbali, au wengine wakusanyike misikitini wakaimba, wakacheza, wakapiga ngoma, wakacheza, na mara nyingine wakapiga na firimbi na vinanda. Ndiyo maana ya aya hii. Aya hii ilishuka kwa ajili ya kuamrisha hilo, kwamba mfurahike. Maana yake ni kwamba tukusanyike, ima ni msikitini au kiwanjani au sehemu yoyote ya wazi, au tutembee barabarani, tutoke na ngoma zetu huku tukiwa twaimba, twapiga ngoma na tukucheza, na mara nyingine na firimbi na matarumbeta na mapiano. Baadhi yao hufanya hivyo, wengine wakavaa vinyago, wengine wakafanya hivi, wengine wakafanya vile. Ndiyo maana ya aya hii. Maana mtu anaweza kufanya dhambi au akafanya jambo akajua kwamba hili linalofanya ni la makosa na Qur'ani au Sunna imelikataza, halina ushahidi kwenye kitabu wala Sunna. Hili ni jambo jingine, ni dhambi yako baina yako wewe na Mola wako, umefanya makosa fulani. Na suala la kuwa wewe wafanya jambo alafu walinasibisha kwamba hii ndio dini au Qur'ani imetuamrisha tufanye hivi, hii ni jarima adhima jiddan, jambo baya kabisa kunasibisha katika Uislamu jambo ambalo halimo, na kuisemea Qur'ani kinyume na vile ilivyokusudia, na kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala urongo. Kwa hiyo kwa munasaba wa hali hizi tunalazimika sisi tuzungumze, na haya yana faida kwa sababu watu wengi katika miji yetu, hasa katika ukanda huu wa pwani hizi Afrika Mashariki na miji ya mbali kidogo inayopakana mwambao huu, visiwani na sehemu mbalimbali, na baadhi ya miji, walikuwa wakiitakidi kwamba kuyafanya haya ni sehemu katika dini. Miji yote ikawa imepatana na watu wote wamepatana kwamba hii ni sehemu katika dini, na wala hakuna anayepinga. Watu wakaishi katika hali hiyo kwa miaka mingi, mpaka ilipokuja sauti ya kusema kwamba jamani, hapana, hii hainasibiani na dini. Na kila mmoja akaleta dalili zake na hoja zake anavyojua yeye, lakini mshindo huu ukawashtua watu. Lakini kila siku watu wanavyoelezwa na kueleweshwa, makundi kwa makundi yanakatika kutoka kwenye mfumo huo na kuacha mambo haya, kuonyesha kwamba kusema na kuyazungumzia mambo haya kuna faida. Wenye mambo yao wanang'ang'ana, wanajitahidi kutoa nguvu kubwa, wanatoa nguvu kubwa ili kuwabakisha watu wao waendelee na utaratibu wao, lakini kila wanapopapatika ndivyo kundi linavyokatika. Lakini sunna ya kuwa watu wanayahami mambo yao kwa nguvu kubwa,
hii ni sunnatun qadimatun ma'rufa, ni jambo hili la kale, ndio mwenendo wa kale tangu enzi za mitume. Walikuwa washirikina wakifanya hivyo. Wao kiisoma sura Sad, Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea wale makufari na ushirikina namna walivyokuwa wakifanya. Anasema wantalaqa almala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad. Likaondoka kundi la watukufu miongoni mwao, likawa linakwenda wakiwaambia wenzao, nendeni nafanyeni subra juu ya kuwaabudu miungu yenu, na hili ndio jambo linalotakiwa. Animshu wasbiru ala alihatikum. Kwa hiyo msibabaike na maneno yanayozungumzwa na mitume, maneno yanayozungumza Muhammad yasiwababaishe, bakini katika jambo lenu, abuduni miungu yenu. Walikuwa wakifanya hivyo na wakiwashikilia watu wao, lakini kila wanapopambana na sauti ya haki ndivyo wanavyozidi kumomonyoka. Kwa hiyo tunapozungumza maneno haya hatusemi kwamba ndio itakuwa ndio mwisho wa mambo haya, pengine wenye jambo lao wakaendelea kufanya inadi, lakini vizazi mbalimbali na watu mbalimbali na vizazi vinavyokuwa vinafahamu, watu waliokuwa katika fitra wanafahamu kwamba kweli hii si haki, hii ni batil, hii si sawa. Kwa hizi ni katika faida ya kuzungumza mambo kama haya kwa hujja na dalili za kisheria. Hakuna katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wala katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mahali popote panapoonyesha ya kwamba ikifika siku ya kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam basi watu watoke na ngoma, watoke na madufu na ngoma na firimbi na matarumbeta, wakiimba wakicheza. Hakuna mahali popote kwenye kitabu cha Allah wala katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jambo lenye kufahamisha hilo. Lakini mtu anapotaka kubabaisha katika dini anaweza kushikamana na kitu chochote anachokitaka, lakini atarudishwa katika fahamu sahihi, fahamu salafi hadhihi al-umma, ufahamu wa wema walioshangulia. Na ndio maana al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala akasema maneno haya katika as-Sawa'iq al-Mursala, inna ihdath al-qawl fi tafsir kitabillah alladhi kana as-salaf ala khilafi yastalzimu ahada amrayn. Hakika kuzusha kauli katika tafsiri ya kitabu cha Allah, katika kukitafsiri kitabu cha Allah, tafsiri ambayo salaf watangulizi walikuwa kinyume na tafsiri hiyo, jambo hilo linalazimu moja ya mambo mawili. Unapoleta tafsiri mpya ukazusha wewe katika kutafsiri kitabu cha Allah kwa namna ambayo ni kinyume na walipokuwa wakifanya watangulizi wema, hili linalazimu moja ya mambo mawili. Jambo la kwanza, imma itakuwa tafsiri hiyo ni ya kimakosa kwenye dhati yake, yani hiyo tafsiri ni makosa, au itakuwa zile kauli za as-salaf, kauli za waliotangulia ambazo ni kinyume na hivyo, zitakuwa kauli hizo ni makosa. Kwa hiyo imma kauli yako itakuwa ni ya kimakosa au kauli za maswahaba na tabi'ina itakuwa ndio makosa. Wala yashku aqilun annahu awla bil ghalati wal khata'i min qawli salaf, na wala hatatia shaka mtu yoyote mwenye akili kwamba huyo mwenye kauli hiyo atakuwa ana haki zaidi na kustahiki zaidi kuwa yeye kwenye makosa kuliko kuwa kauli ya salaf kuwa ndio iko kwenye makosa. Wewe utakuwa umekosea. Haiwezekani kuwa wale as-salaf wamekosea katika jambo hilo. Nitafafanua hapa. Aya hii ilimshukia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Makkah, suratu Yunus. Aya hii imeshuka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mtume sallallahu alayhi wasallam amewasomea na kuwafundisha masahaba na akawafafanulia masahaba nini maana yake, nini muradi wake. Na masahaba walikuwa wakizifanyia kazi aya za Qur'an, hawazipetuki aya 10 isipokuwa wamezisoma na wamezielewa na wamezifanyia kazi. Sasa suali ilipokuja faliyafrahu, walifanyia kazi vipi? Ndio hivi wakina Ibn Mas'ud, akina Abu Bakar,
kina Umar na Uthman na Ali na Talha na Zubair na Sa'd na Sa'id na Abdurrahman bin Auf na Abu Ubaida, kina Bilal na wengineo walitoka na ngoma barabarani wakipiga wakidunda huku wakicheza kwa sababu faliyafrahu. Wapi ilitokea jambo hilo? Mahali gani? Kitabu kipi? Tafsiri hii umeitoa wapi? Tusogee mbele kidogo. Labda wakati wa Mtume swalla salam ilikuwa haiwezekani ajisifu na maswahaba wamsifu mbele yake. Si kweli. Hakitwende hivyo hivyo. Maswahaba wameondoka, tabi'in mbalimbali kina al-Hasan al-Basri, kina Sa'id, kina Ibn Jubair na wengineo katika tabi'in, kina Qatada, kina Zuhri, kina Rabi'a ibn Abdurrahman na wengineo wengi katika tabi'in, kina Nafi' maula ibn Umar. Ni lini walitoka na ngoma wakipiga wakisherehekea siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu Qur'ani iliwaambia faliyafrahu. Kama wao hawakufanya hivyo, pengine walishughulishwa na mambo. Wako wapi kina imamu Dar al-Hijra al-Imam Malik, kina Layth bin Sa'd, Abdullah bin Wahb, Abdullah bin Mubarak, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyayna na wengineo katika aima waliokuja baada ya tabi'in? Wapi walitoka na ngoma barabarani au misikitini wakadunda midundo wakicheza kwa sababu faliyafrahu? Kama wao walishughulishwa, wako wapi kina Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i na kundi la wanafunzi wake, kina Ahmad bin Hanbal, kina Za'farani, kina Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, kina al-Buwaiti al-Muzani na wengineo, na maimamu waliokuja baada yao, kina al-Bukhari, kina Muslim, kina Abu Daud as-Sijistani na at-Tayalisi, kina Ibn Majah, kina an-Nasa'i, kina Tirmidhi. Wako wapi na kauli yake faliyafrahu? Je, na wao walitoka na midundo barabarani wakiimba kwa kuwa faliyafrahu? Sasa imma itakuwa nyinyi ndio mna makosa au wao wana makosa kwa sababu hawakutekeleza ule wajibu wao wa amri ya faliyafrahu. Sasa lazima tulipembue jambo hili, tutafute kwamba nani kakosea katika hawa, ni wale au hawa. Al-Imam rahimahullah ta'ala anasema hawa wenye kauli zenye kukhalifiana mwenendo wa salaf ndio wanastahili kuwa wamekosea. Billahi alaikum, je, yule aliyeshikamana na mwenendo wa hao tuliowataja kwamba huo ndio mwenendo wao, hawakuwa wakifanya ambavyo mnafanya nyinyi, na wale wengine wakashikamana na mwenendo wa watu hao wana haki ya kuhimidiwa au kusema vibaya? Sisi tukiamua kwamba tutakwenda mwenendo waliokuwa nao aima, mwenendo waliokuwa nao tabi'in, mwenendo waliokuwa nao masahaba, hawakuwa wakiyafanya hayo, nani anastahili kutulaumu sisi? Kwa msingi upi? Kwa nini nyinyi msio ndio mnastahili kulaumiwa kwa kuwa mmelifanya jambo ambalo halikuletwa kwenye kitabu wala katika sunna wala hawakulifanya as-salafu salih? Masala haya ni masala muhimu sana, kwa sababu watu hutiana kwenye ukafiri na wakazogomana wakaotiana katika upotevu. Fa ayul fariqaini ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun, kundi gani ambalo linastahili kuwa katika amani zaidi? Sasa wewe ukitaka kushikamana na salama ya dini yako, shikamana na mwenendo wa wale waliotangulia mwanzo katika kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdul Hadi al-Hafidh katika kitabu chake As-Sarimul Munki, al-Imam al-Hafidh bin Abdul Hadi katika As-Sarimul Munki ukurasa wa 427 anasema wala yajuzu ihdathu ta'wili ayati au sunnatin lam yakun ala ahdi as-salaf arafuhu wala bayanuhu lil ummah fa inna hadha yatadammanu annahum jahilu al-haqq fi hadha wa dhallu anhu wahtada ilayhi hadha al-mu'tarid al-mutaakhir. Anasema al-Imam Ibn Abdul Hadi al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, haifai kuzusha tafsiri katika aya au katika sunna, tafsiri ambayo haikuwepo katika enzi za masalaf, ikawa wao masalaf hawakuijua wala hawakuwabainishia umma, kwa sababu hili litakusanya kwamba wao walikuwa hawaijui haki katika jambo hili na wakapotea kuliacha jambo hili, na ikawa ameongoka huyu aliyekuja nyuma baadaye mwenye kupinga.
takuwa huyu sasa ndiye amejua huyu na yeye ndio ameongoka katika usawa. Wale hawakujua thamani ya mtume wao sallallahu alaihi wasallam, wakaweza kumfurahikia na kumsherehekea ukweli wa kumfurahikia. Amejua bwana huyu aliyekuja juzi. Na historia ya mambo haya ya watu kupiga ngoma katika miji hii hayapati miaka 200. Nimekwenda mbali zaidi, lakini wenyewe walisherehekea miaka 100 hivi karibuni tu hapa. Asili ya mambo haya yameanza huko Lamu, na walisherehekea miaka 100 karibuni tu, hayapati miaka 200. Kuruni zote ziko wapi katika jambo hili? Hawakuwa wakifahamu thamani ya mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuja kufahamu watu hawa. La wallah, imma itakuwa hawa katika makosa au as-salaf walikuwa katika makosa, na sisi tunasema biharfin wahid kwamba hawa wamo ndani ya makosa na wanachokifanya si sawa na wala hakifai kufuatwa. Kwa hiyo wewe ndugu yangu Muislamu, tahadhari juu ya uzushi huu na jambo hili ovu. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah was-salam. Alhamdulillahi rabbil alamin, was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameletwa kwetu sisi ni rahma, ameletwa ni rahma kwa umma, ili awatoe watu katika viza au katika giza la ujinga na giza la shirki, awapeleke katika nuru ya ilmu na nuru ya tauhid sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuna jambo lolote la kheri ambalo litawafaa na kuwanufaisha watu wa umma wake na litawaingiza wao katika janna na kuwafanya wao waridhiwe na Mola wao ila Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha. Na hakuna jambo lolote ambalo litamchukiza Mola wao na kuwaweka wao mbali na janna na kuweka karibu na moto ila Mtume sallallahu alaihi wasallam alilibainisha. Hakuna kitu chochote katika ibada yoyote, hakuna ibada yoyote ambayo wewe utahitajia ujikaribishe kwa Mola wako isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliiweka wazi. Alimahu man alim wa jahilahu man jahil. Ameijua kheri hiyo mwenye kuijua, na amebaki mjinga yule ambaye ameamua kuwa mjinga. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuadhimisha siku nzuri na siku za kheri amefanya aina mbalimbali ya mambo. Kwa mfano, siku ya Eidul Fitr na Eidul Adha, Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna ibada nyingi alikuwa akizifanya. Miongoni mwa ibada hizo alikuwa akimkabiri Allah. Miongoni mwa ibada hizo alikuwa akitoka uwanjani akiswali Eid. Hii ni namna ya kuadhimisha siku hizi kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapokuja mwezi wa Ramadhani ukithirisha khairi nyingi, lakini miongoni mwa khairi hizo hufunga mchana wake kwa ujuban, akiifunga Ramadhani na akisimama usiku wake na akikithirisha kusoma Qur'an, akikithirisha kutoa sadaqa na mingineyo katika a'malul birri alikuwa akiyafanya katika mwezi huu. Unapofika katika misimu ya haji, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akifanya aliyofanya katika Ramadhani, hufanya amali nyingine nayo ni ibada za haji na umra. Hivyo hivyo kila nyakati na kila siku Mtume sallallahu alaihi wasallam amewekewa utaratibu wa ibada na namna ya kuabudu. Katika siku ya kuzaliwa kwake, utaratibu alioweka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa akiifunga siku ile ya kuzaliwa kwake siku ya Jumatatu. Sasa wewe kubadilisha ukatoa ibada ya huku ukaipeleka huku, kwanza huko ni kuiharibu dini. Huo ni upaulo, utakuleta upaulo katika dini. Badilisha mafunzo ya mitume, huku walipeleka huku na huku walipeleka kule. Mwezi wa Ramadhani badala ya kufanya zile ibada za saumu, wewe ufanya hija. Wakati wa hija ukifika ujifanya wewe wafunga Ramadhani. Siku aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga, wewe wapiga ngoma wala ubwabwa. Huu ni upaulo. Huku ni kutaka kubadilisha mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi imekuja katika Sahih Muslim, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kufunga siku ya Jumatatu, akasema dhaka yaumun
ulidtu fihi wa yawmun unzila alayya fihi, hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake, na ndiyo siku ambayo mimi nimepewa utume au nimeteremshiwa Qur'an ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa siku ya Jumatatu na alizaliwa Jumatatu, lakini Jumatatu hii ina tarehe mbili tofauti. Tarehe ya kuzaliwa kwake ni mbali na mwezi mbali, na tarehe ya kupewa utume ni mbali na tarehe na mwezi mbali, lakini zote za kutana kwa siku ya Jumatatu. Kwa hiyo illa hapa ni murakkaba. Ukitaka uipate vizuri kabisa siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na uiadhimishe kwa usawa kabisa, ili upate na vile vile siku ambayo ameteremshiwa wahi, basi ufunge siku ya Jumatatu, na siku ya Jumatatu inakadirika kila wiki. Sasa suala la wewe kupiga ngoma umelitoa wapi? Suala la wewe kurukaruka umelitoa wapi? Suala la wewe kuimba umelitoa wapi? Kwamba hiyo ndio ibada ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulitoa wapi ibada hii? Sasa dini haiendi kwa kupandishwa kwamba mbona kule watu walimpigia wale, mbona vile. Tunataka mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ikifika siku ya kuzaliwa kwake utaratibu ni huu. Si dini imebainisha kila kitu? Ikiingia tarehe 29 Shaaban tunatazama mwezi sisi, ikikamilika Shaaban 30 tunafunga Ramadhani. Mwezi ukiandama na 29 tutafunga na Ramadhani, wote tutaingia kwenye Ramadhani. Huo ndio utaratibu. Hatukuambiwa kwamba ikiingia Ramadhani sisi tupige ngoma tucheze nini, mwezi mtukufu. Sio utaratibu katika dini ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo tuende kila kitu tukiweke katika mahala pake. Kujidai kwamba wewe wamfurahikia Mtume na wampenda sana, alafu siku zote wafanya kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, huu ni uongo ulio wazi. Kwa hiyo vijana mfahamu, na wazee na wengineo, tunapolipinga jambo hili hatupingi kwa sababu twapenda fujo au twapinga tu kwa sababu twapenda upinzani. La, dini yaharibiwa. Leo imekuwa sasa sio kumsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam tena, watu hutoka barabarani wakacheza wakatika viuno, mpaka wao wenyewe sema basi jamani, sio hivi. Haya vipi? Abdullah ibn Mas'ud alifundisha kucheza vipi? Abu Bakari alifundisha tucheze vipi? Maana pia wanawaambia haya, kama mtuambia kwamba hivi haifai, tuambieni tucheze vipi. Wafundishe namna ya kucheza, kwamba tucheze hivi, wainua mguu hivi, warudishe hapa. Umetoa wapi jambo hilo? Kadhab. Kwamba wewe unacheza kutingisha mabega, sawa. Wewe unakata kiuno, hapana. Umetoa wapi? Hapana. Hii ni kitabu gani kinachofundisha wanaume namna ya kucheza katika kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hawana. Kwa sababu ni mambo ya kubuni tu. Msiwaige wa Kristo katika mambo yenu, katika dini yenu, mtaiharibu. Ndio maana al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Walid bin Khalaf al-Tartushi aliulizwa maneno mfano wa hayo, na insha Allah katika hutuba nyingine huko wiki zinazokuja tutakuja kueleza jambo hili. Lakini tubaki katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Turudi katika kauli yake Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Mimi natanasal na tafsiri zote kwamba fadla na rahma ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa afurahikiwe. Tumfurahikia vipi? Mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufurahikiwa yeye yakoje? Tuelezeni, dini imetufundisha vipi? Au ni jambo limeachiwa kila mmoja afanye atakavyo yeye? Anayetaka kutoka barabarani apige makelele apige, anayetaka kupiga matarumbeta apige, mwenye piano yake aipige, mwenye mziki afungulie, rusha roho. Kwa sababu nini? Kazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima tufurahike, tujimwage. Hakuna utaratibu katika dini, na hii ni ibada tayari ishakuwa, kwa sababu alfarahu bin nabii sallallahu alaihi wasallam ibada, ni ibada mutlaqa. Kwa hiyo wewe usitaki kuleta namna kuonyesha kwamba ndio hivi. Sasa uko kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hivi, ukitwambia ni hivi itabidi utupe ushahidi wa kutosha min alkitabi was-sunna wa fahmi salafi hadhihi al-umma. Utupe ushahidi wa kutosheleza katika hilo, ili sisi nasi tuamini hilo na turudi katika usawa, tuwe kama nyinyi. Pengine tumedanganywa, mathalan hao wamedanganywa, watu wamedanganywa. Haya, tufahamisheni sasa kwamba si hivyo, ni hivi, kwa ushahidi 1, 2, 3. Tukinai tuyaache haya, turudi katika usawa. Lakini maneno tu ya kurusha hayatafaa wala hayana nafasi.
Kwa ndugu zangu katika imani, tusichuuze dini yetu, tukaacha dini yetu na mafunzo ya dini yetu kwa maneno ya watu wanaolinda maslahi yao na utukufu wao na kutaka kuhami mambo yao ambayo hayana dalili nayo. Tusikubali jambo hili. Walillahi alhamdu, pengine ujumbe huu ukawafikia watu ambao walikuwa hawalifahamu hili, wakalifahamu. Tumeomba Allah jalla wa ala avifungue vifua vyao katika kuikubali haki na kuifuata. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاة.